Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili. Beki wa Yanga Ibrahim Abdallah Hamadi Baka amepandishwa cheo kazini kwake kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM kutoka koplo na kuwa sergeant. Hatua hiyo ya KMKM kumpandisha cheo Baka ni taratibu za kawaida kulingana na muda na ufanisi wake kazini, huku akiendelea kufanya vyema kisoka katika klabu yake ya Yanga na timu ya Taifa Stars. Kulingana na mwenendo wake wa kazi tuliyomtuma au jukumu alilopewa na kikosi, kwa sababu kikosi cha KMKM kimekubaliana na timu ya Yanga kuweza kumchukua askari wetu, kwa sababu watu kusema kwamba tumemuuza mwanajeshi hauzwi. Tumemchukua askari wetu kwa makubaliano tulokubaliana, mwendelezo wake alikuwa nao katika kikosi chetu, na mpaka sasa jinsi anavyoendelea, uwezo aliotoka nao KMKM na uwezo aliokuwa nao sasa hivi katika timu ya Yanga katika Taifa Stars, tunaona kwamba uwezo wake umeongezeka kiasi kubwa sana. Inaonyesha wazi kwamba amefanya bidii ya makusudi yeye kama yeye individually, pamoja na bidii za makocha wake ambao wanasaidia kumpatia elimu na mazoezi ya kutosha kuweza kufikia viwango vya kitaifa na kimataifa. Sasa hivi Pio Ibrahim Baka amekuwa ni gumzo na kuzungumzwa na watu wa mbalimbali katika visiwa vya Unguja na Pemba, Tanzania na East Africa pamoja na dunia kwa ujumla. Kwenye mashindano mbalimbali alikuwa akifanya vizuri, mpaka imefikia hivi karibuni ikaonekana wanafanya mashindanisho na baadhi ya mabeki wa timu zingine kwa hapa nchini. Inaonekana bado uwezo wake ni mkubwa. Kwa hilo, kama kikosi kimeona kwamba kama askari anafanya vizuri, anatoa furaha kwa kikosi, anatoa furaha kwa Wazanzibari, anatoa furaha kwa Watanzania. Mtu wa aina hiyo lazima, kama kikosi katika uongozi wa mwanane wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, nasema kwamba ulipoanzisha kitu kizuri, basi lazima serikali ikuunge mkono. Slogan hii mimi nilikuwa nikiitumia hata kwenye swala la mchezo. Unapofanya kitu kizuri, basi ni wajibu wangu kama mkuu wa kikosi na mimi niunge mkono zile jitihada zako kuweza kupa nguvu zaidi, uweze kufanya mazuri zaidi. Na hicho ndicho kilichonivutia mimi kwa Modo Msingiri kutoa maamuzi haya ya kumpandisha ngazi mojawapo kutoka LS kuwa PO kwa hivi sasa. Naomba kuwasilisha. Kwanza mimi nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa kujalia kufika hapa tukiwa na afya njema. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wa nchi yetu ambaye anatuongoza vizuri, amani imetawala, lakini pia maendeleo tunaona, nadhani nyinyi mashahidi. Kwa hiyo pia nimshukuru mkuu wangu wa KMK kwa kuongoza vizuri na pia kuwa askari wa kakamavu, lakini pia na sisi tunamwakilisha vizuri katika sekta ya michezo. Lakini hapo awali nilikuwa na cheo cha LS ambayo kinafahamika kama koplo, ambao wengi wamenizoea kwa cheo hicho. Kwa hiyo sasa nashukuru Mwenyezi Mungu nilipata uteule mpya na kuwa na cheo ambayo kinajulikana kama PO. Kwa jina lingine ni kama sergeant. Kwa hiyo sasa hivi koplo itaondoka, tutakuwa tuko kwenye sergeant au PO. Ningependa sana wanatumia PO. Kwa hiyo mimi kama mpiganaji au kama mwanajeshi nitaendelea kutekeleza majukumu yangu vizuri na kuendelea kuipigania nchi yangu, lakini pia kuipigania kikosi changu katika kutangaza, na pia kuendelea kuonesha fursa kwa wenzangu ambao wapo hapa KM. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.